Yeah. Show imefunguliwa namna hiyo, ni kipenga cha mwisho ambacho leo hii kama ilivyo kawaida tunakutana tena mwana michezo mwenzetu kufuatilia sheria 17 zinazosimamia soka duniani. Na hapa tunapitia matukio kadha wa kadha ambayo tumeandaa hapa kwa ajili yako ili uweze kujifunza, kujikumbusha, lakini pia vile vile upate maarifa. Pengine yanaweza kawa ni maarifa mapya ama yakawa ni maarifa yale ambayo unakumbushwa tu kwamba hapa lazima usimamie mambo fulani fulani. Leo hii unakumbuka wiki iliyopita tulikuahidi kwamba tutakuletea matukio yaliyosalia katika michuano ya Kombe la Mapinduzi kule Zanzibar, na nimeamua kuyakusanya hapa matukio hayo ili tupitie, tukaangalie waamuzi walifanya nini katika uamuzi wao katika mechi mbalimbali ambazo walizichezesha. Kwa hiyo tukasema leo tuyalete tena ili tupitie moja baada ya jingine. Sasa wewe mwamuzi mstaafu na wewe mwamuzi ambaye unachezesha kwa sasa, lakini wewe mwamuzi mtarajiwa kama nilivyo mimi, ni darasa zuri sana hili la kuzingatia kwa yale yote ambayo tutakuwa tunayafundisha. Mimi ni Omar Katanga na kualika hapa, nitakuwa na wataalamu wangu. Hao wataalamu wangu wote ni waamuzi wastaafu, ni watu wazito kabisa kabisa. Tunaye Osman Kazi, mwamuzi mstaafu wa FIFA, lakini pia tunaye mzee wetu hapa Shaban Ndali, yeye pia ni mwamuzi mstaafu, na Hussein Kalindo, naye pia ni mwamuzi mstaafu, lakini yeye ni mkufunzi wa waamuzi ambaye mpaka sasa anaendelea kutoa darasa kwa waamuzi ambao wanahitaji kupata maelekezo. Karibuni sana jamani. Mko vizuri? Mambo yanakwenda sawa sawa? Alhamdulillah. Nikiona ili jopo limekaa hapa namna hii, naona kabisa kwamba ni sawa nimechukua kitabu na kifunua kurasa moja baada ya nyingine. Maana yake ni kwamba elimu sasa inakuja kupatikana hapa. Si ndio maana yake? Tuko pamoja. Tuko vizuri kabisa. Sana. Sawa. Na Kazi, wiki iliyopita tuliahidi kwa watazamaji wetu kwamba tutawaletea matukio haya ya mapinduzi, na nimetimiza ahadi. Na wewe pia ulinisisitiza sana, ukasema Katanga, haiwezekani, lazima utuletee bwana yale tupitie, kuna mambo mengi ya kuangalia kabisa. Na kubwa zaidi ni vile vile tu kwamba mwamuzi kidogo akienda kombo tunamrejesha kwenye mstari kabisa, lakini akipatia tunampa sifa zake ili iwe darasa kwa wengine ambao wanamtazama, hata yeye mwenyewe kwenye karia yake ya uchezeshaji lazima apate kujua kwamba anafanya vema ama anakosea. Inakuwa inamsaidia sana, si ndio jamani? Ndio. Tuko vizuri. Ndio maana clip uliyoweka hapo umetokea mstari, sio? Nimekuwekea mstari, na hapa kuna mambo makubwa sana ya kuzingatia. Na uzuri wake ni kwamba huwa nasema mzee Shaban pamoja na Hussein. Naam. Osman Kazi ndiye aliyenifanya mimi kuwa mwamuzi mpaka hapa nasimama najidai. Ni yeye alinifanya mimi kuwa mwamuzi. Hii clip nimeweka hapa makusudi. Hapa nakuja kuangalia mwamuzi mwenzangu alichokifanya katika hii mechi ambayo imetokea ya hii michuano ya Kombe la Mapinduzi. Basi kwa tathmini hii ya kwanza kabisa tunakwenda mapumziko kidogo, na tukirudi tutaanza kuangalia tukio moja baada ya jingine. Usibanduke kwenye runinga yako. Naam, ni wakati sasa kwenda kupitia matukio yetu ambayo tumeandaa hapa, na moja kwa moja macho yako unifuate nikupeleke kwenye matukio haya. Michuano ya Mapinduzi yalikuwa ni michuano ambayo imeshika kasi sana. Tunakumbuka wote matukio ambayo yametokea, na hii ya kwanza ambayo nimesema niliweke hapa, ngoja tulicheze afu tuliangalie, ninyi wataalamu mniambie waamuzi wametimiza majukumu yao ama namna gani katika hii mechi. Hii mechi ilienda ikaamuliwa kwamba ni offside, kwamba mchezaji huyu ameotea. Ilikuwa ni mechi ya Singida Black Stars dhidi ya Young Africans. Tunakumbuka hiyo ameotea. Sasa nataka mniambie, na tuanze na Hussein. Nini maoni yako juu ya uamuzi huu ambao ameufanya huyu mwenzetu wa kuamua kwamba hii ni offside na mpira usimame namna hiyo? Kwanza moja, kuwepo kwenye nafasi ya kuotea sio kosa.
wakati gani anakuwepo kwenye nafasi ya kuotea. Pindi anapokuwa yupo karibu zaidi na goli la timu pinzani au mbele zaidi ya goli la timu pinzani kuliko vyote, mpira na mpinzani wa pili. Ila ukitazama hapo kwa haraka haraka, mwamuzi msaidizi hakuwa kwenye nafasi sahihi. Kwa pale alipokuwepo unaweza ukasema ni offside, ila laiti angekuwa kwenye nafasi sahihi, maana yake isingekuwa offside. Unamaanishaje hapo? Na maanisha yeye mwamuzi alikuwa hayupo mbele zaidi, kasogea zaidi karibu na mstari wa kati. Alikuwa anatakiwa arudi awe sambamba na mpinzani wa pili wa mwisho. Maana yake ni kwamba yeye mwamuzi hakusimama kwenye mstari, hakusimama sambamba na mpinzani wa pili wa mwisho, alikuwa sambamba karibu na mstari wa kati. Tofauti yake alikuwa anatakiwa aende sambamba na mpinzani wa pili wa mwisho. Sasa mpinzani wa pili wa mwisho kamwacha, kamchukulia ya kuwa kama amekwenda tofauti. Sasa ndipo anapoona kama hii ni offside na kipindi ambapo sio offside. Kwa hiyo sehemu ambayo amesimama yeye ndio ameona kabisa kwamba huyu mchezaji amezidi, lakini kwenye eneo ambalo amesimama alilosimama yeye ambalo sio sahihi, sio sahihi. Kazi, unaonaje? Sijakubaliana na haya maamuzi. Hujakubaliana na haya maamuzi? Ni labda tuseme kitu moja. Nakuruhusu uje, sogea. Huu uwanja ni wa kwetu. Wewe karibu sana bwana. Karibu. Hapa huwezi kuongelea chochote hapa, sawa? But nataka replay yake. Tukubaliana kwamba hii ilikuwa ni counter attack. Ndio. Hii ilikuwa ni counter attack. Yanga walishambulia lango la Singida Black Stars. Sawa? Singida wamechukua mpira, wanafanya counter attack. Kilichoonekana hapa, assistant referee kuanzia hii counter attack ilipokuwa inapigwa aliachwa na second last defender, na hii ni kutokana na ile kuhamisha macho, kwamba huko anatizama mpira unapokuja, huko anamtizama second last opponent. I mean second last defender. Sasa kwenye hali kama hiyo, mwamuzi anatakiwa kuwa mwepesi sana, mwamuzi msaidizi anatakiwa kuwa mwepesi sana, kwamba huko anamtizama Omar Katanga alipo, huko anamtizama Hussein Kalindo alipo. Sawa? Kwamba wewe defender, yule teammate wangu mimi, au sivyo? Yule ana mpira, mimi naenda kushambulia na wewe uko hapo. Kwa hiyo macho yanatakiwa kuwa mepesi sana. Kwa hiyo take off ya mwamuzi msaidizi haikuwa nzuri, na ndio maana akaja akaachwa na huyu second last defender. Inawezekana ukiona hii position ambayo yupo na ni mwamuzi msaidizi hapo alipo, yeye alimfanya mchezaji huyu hapa wa Young Africans, ngoja tutumie rangi ya njano, huyu hapa, kwamba ndio second last defender kuliko huyu wa pili ambaye yeye hakumuona. Kwa hiyo kwa hii position unaweza kusema yeye aliamua kumfanya huyu ndio second last defender, hakumuona huku, na vitu kama hivi huwa vinatokeaga. Kwa yeye mwenyewe ukimuuliza mwamuzi huyu second anakuambia kabisa kwamba nimeona, na kuonyesha na ishara kabisa, nimeona ni offside, lakini kumbe hajatambua yeye sehemu aliyosimama sio sahihi. Omar, mwamuzi kusema kwamba mimi nimeona, sawa? Tukubaliane kitu moja kwamba kuna engo tofauti ambazo yeye anaweza kaona. Engo aliyoko yeye
atakachokiona sio engo ambayo fourth official, assistant namba moja na referee wataziona, au sio? Kwa hiyo engo ziko mbalimbali. Kwa hiyo yeye alichokiona ni hii ambayo nimetoka kusema hapa kwamba yeye bila shaka kwa position aliyopo ndio hunishawishi mimi kusema kwamba yeye alimwona mtu wa nyuma huko, alimwona huyu alimwona mchezaji huyu hapa, sawa sawa. Kwa hiyo to me hakuwa tu makini kwenye kumark second last opponent wake, I mean second last defender wake. Ndio maana huwa mnafanya mazoezi yale mnaita nini yale ya kukimbia yale, sio lazima, sio kila kitu. Maana angeenda na move, sidhani kama angeachwa hapo. Of course, yeah. Asingeachwa katika eneo hili. Nadhani hata yeye mwenyewe akitazama hii atakubaliana na sisi kwamba kuna jambo ambalo. Shukrani sana Kazi. Asante. Asante sana kwa ufafanuzi. Mzee Shaban. Naam. Unataka kutia neno kidogo hapa kwa kijana wetu? Hapana, kwa maelezo ya watangulizi wangu wote wawili. Ndio. Huyo assistant referee ameponzwa na position tu. Hakuwa kwenye good position. Kwenye maamuzi alikuwa vizuri, lakini position yake sio sawa. Sasa ndio maana huyo alikuwa anakuonyesha Othman huyu, yeye alikuwa anamuona huyu, ndio wakati ilikuwa mwangalie huyu. Sasa hicho mponza yeye ni position type, yuko wrong position. Kwa hiyo sasa yuko sehemu ambayo sio sahihi, ambayo anatakiwa kuwepo kuna kuamua. Huwezi kuamua vizuri. Kosa lake ni nini? Kosa lake yeye move yake tu alokwenda na aliposimama, kwa sababu mpira unapochezwa assistant referee anatembea, ndio alafu ana stop. Kwa hiyo alipokwenda ku stop na kuonyesha tayari yuko kwenye good wrong position. Sawa sawa. Angekuwa kwenye position nzuri angeonyesha vizuri. Basi sawa. Tutoke hapo sasa tuangalie tukio jingine. Mambo haya ya offside nikasema tuyalete leo hapa. Lengo kubwa ni kutaka kuangalia mambo yanavyokwenda. Tuangalie tukio hili hapa. Hili tukio katika mechi hiyo mwamuzi amehukumu kwamba ni offside. Dakika ya pili tunaona jinsi ilivyokuwa hapa. Mwamuzi amehukumu, mpira unatoka mguuni. Hussein, nianze na wewe. Kwanza narudi katika kauli yangu ile ile, kuwepo kwenye nafasi ya kuotea sio kosa. Sio kosa. Na pale yupo mmoja ambaye yupo katika nafasi ya kuotea. Naomba uipoze hapa. Tuipoze hapa yeye. Sawa. Kae kidogo. Ukitazama hapo kuna mmoja yupo katika nafasi ya kuotea na sio kosa yeye kuwepo katika nafasi ya kuotea. Sawa. Huyu ambaye tunamuona hapo. Mpira unapotoka hapo kwenda kule unamkuta mtu ambaye hayupo katika nafasi ya kuotea na huwezi kumwadhibu ya nafasi yake ya kusema kaotea, ambaye alikwenda kucheza mpira. Endelea. Huyo yupo katika nafasi ya kuotea. Na aliyekwenda kucheza mpira sio huyo, ni mwingine ambaye hayupo katika nafasi ya kuotea, ambaye ni huyo hapa sasa. Tumeelewa kwenda kucheza mpira sawa. Yule yupo sambamba na mpinzani wa pili wa mwisho. Ukitazama mguu wake umerudi nyuma. Sasa ule mguu unamsababishia yule wa kuonesha kwa kama huyu sio katika nafasi ya kuotea. Ina maana yule hata angefunga goli ni goli halali. Sasa kenda na mpira ule kaurudisha ukarudishwa ukatolewa na mchezaji wa Yanga. Hiyo ilikuwa inastahili kuwa kona wala sio goal kick. Lakini hebu tusaidiane kidogo. Huyu bwana ambaye amecheza mpira ambaye tunasema tuko kwamba yuko sahihi. Ndio. Aliyecheza mpira sio huyo. Ni huyu? Hapana, sio huyo. Hebu ngoja tuirudie tena hii. Tuone aliyecheza mpira ni yupi. Sio bwana Tole ule nani yule? Aliyecheza mpira ni huyu hapa. Huyo tu hapa jezi nyeupe hawa. Sio wamevaa nyeupe. Aliyecheza mpira ni huyu hapa. Huyu ni Mwekena Bini, au sivyo? Achana na yule wa nyuma ambaye tumemwekea Bini. Aliyoko mbele yake ndiye anaenda kucheza mpira. Umeona?
Si huyo aliyepiga ndo amecheza mpira? Si ndio huyo nasema? Ulikuwa unasema ndio huyo? Nilikuwa namsemea yeye. Nilikuwa nasema okay. Kama kwa yeye, kwa jinsi ambavyo alikuwa amesimama pale, hakuwa yeye amezidi kidogo? Hajazidi. Si tunatazama kuanzia kwenye mguu. Tazama mstari na mguu. Ule mguu simamia kwenye mstari hapo. Unasimamia hapo alipo. Hapo aliyezidi ni nani? Mimi naona kama huyu amezidi. Mtazame amezidi, tazama mguu wa yule ambaye second last defender. Ambaye ni huyu. Mguu na umbile la yule, kipi kipo nyuma zaidi? Kipo karibu na mstari wa goli. Mzee Shabani una miwani hapo. Katanga, mstari wa goli si uko huku. Huko Anakuuliza Hussein. Mstari wa goli si uko huku. Kati ya huyo na mkono wa yule. kushoto wa hao wachezaji. Kati ya huyu na yule, nani yuko karibu na mstari wa goli? Huo mguu ambaye ni wa kushoto wa huyo defender. Ndio. Pamoja na yule ambaye anayekwenda kucheza mpira. Kipi kipo karibu zaidi na goli la timu pinzani? Mguu wake. Mguu wake. Maanake yule sio hajaotea. Yuko katika eneo sahihi. Yupo katika eneo sahihi. Na alivyorudisha mpira kurudi kwa yule ambaye ni mchezaji wa Yanga, sijui ni Kibwana nafikiri. Akautoa kwa kifua. Maanake ile ni kona. Ile isipokuwa yule mwamuzi msaidizi alikuwa na uharaka wa kupandisha kibendera kuonesha ya kuwa kama huyu kaotea. Kwa sababu alimjaji mtu ambaye sio nafasi ya kuotea. Kwa hiyo ilistahili kuwa kona hii. Ilikuwa inastahili kuwa kona. Katanga, umeelewa? Maelezo ya Hussein, kibendera kimenyanyuka wakati gani? Lakini hapo swali lako hilo. Huyu mwamuzi alikuwa katika eneo sahihi. Alisimama katika mstari sahihi kabisa. Katanga, inawezekana nani mwamuzi amesimama kwenye mstari sahihi. But kuna kitu kimoja baadhi ya waamuzi wetu wanalaka. Tunapoambiwa kwamba hakikisha unatembea na second last opponent, basi mimi nitakutizama huku juu, siangalii miguu yako jinsi ulivyoweka. Sawa? Sasa ukiangalia hapo huyu mchezaji wa Yanga mguu wake mmoja umerudi nyuma, ndio ameuacha hivi, ambao ndio huo hapo, umeona umeona hapo. So huo mguu ndio ulitakiwa kuhukumiwa na sio mwili, sio mwili ulitakiwa, yani alitakiwa kuangalia kisiga nyayo iko wapi, angefuata hiyo nyayo, yeye asingekuwa amesimama hapo, kwa sababu angalia, ngoja nikusaidie kitu moja. Unaona hapo aliposimama aliposimama mwamuzi, si ndio? Mstari wa offside upo katikati ya miguu yake. Ameudhibiti. Sasa yeye alitakiwa kuwa hapo mstari ulipo, mguu wake wa kushoto ulitakiwa kuwa juu ya mstari, ambayo haipo juu ya mstari. Kwa hiyo yeye amechukua mwili mzima, kwamba huyu jamaa amesimama wapi. Umeelewa? Kwenye makosa yale. Katanga, ndio maana nimekuwa nikisema mara kwa mara, offside ni sheria ndogo sana, lakini ina mitego mingi mno. Ndogo lakini nzito. Hata bega inavunja offside, unajua hilo? Bega tu inavunja offside. Sasa ndio itakuja kuwa kisigino kaka. Sawa. Naam, sasa nadhani hapa tumeshakamilisha kabisa. Hili jambo limekwisha. Tumekubaliana kwamba haikuwa offside. Ingawa mwamuzi alisimama katika eneo sahihi kabisa, lakini haikuwa. Ameweka mstari katikati sawa. Tuachane na hilo sasa, tuangalie tukio jingine. Niwapeleke kwanza kidogo kwenye kufurahi, kwa maanake tupate ladha ya maana mpira ni mabao, si ndio? Kabisa. Twende katika mabao. Goli hili ambalo amelifunga Salehe Karabaka, tuangalie namna ambavyo limefungwa. Hii sio mapinduzi Hii sio mapinduzi, hii ni ligi kuu. Hii ni mechi kati ya Singida na JKT Tanzania. Tunaiona vizuri hapa? Naam. Kuna utata wowote kwenye hili goli? Nianze kwako Mzee Shabani kwanza kidogo. Najua utakuja kusiliba hapo, lakini hebu tuanzie kwako kwanza. Kuna utata?
Pause hapo. Pause. Utata upo. Utata upo. Napenda kuusikia. Utata unaanzia kwa huyu hapa. Yupi huyo? Huyu mtu hapa. Huyu bwana? Huyu. Mwangalie huyu, umwangalie na assistant referee position yake. Aha. Wako sambamba. Wako sawa? Wapo sambamba. Wako sawa. Na huyu mtu wa katikati? Yupi? Huyu. Yule. Huyu. Hukumu yake nini ilikuwa hapo? Tukio hilo nini hukumu yake? Wewe ndo mtaalamu, niambie. Anauliza kwamba matokeo ya hii movie ilikuwa nini? Matokeo ya hii ni goli. Ni goli? Goli. Ni goli halali. Ni goli halali pia, na mimi nasema. Halina mushkeli. Halina mushkeli. Hussein, labda tu tuifafanue kitaalamu. Sawa. Ni kwamba mwamuzi alikuwa katika nafasi sahihi kwa sababu alikuwa na mpinzani wa pili wa mwisho ambaye ni huyu ambaye umemwekea kidoti. Sawa. Na yule mfungaji hakuwepo kwenye nafasi ya kuotea ambaye ni huyu hapa. Maanake ile penetration pass iliyopita kwenda kwake na kupata nafasi sahihi ya kufunga goli, mwamuzi msaidizi yupo sahihi. Yupo sahihi. Anastahili pongezi. Anastahili pongezi. Goli halali sana. Kazi una mashaka? Kasema nyingi, yani hizo pongezi zenyewe. Pongezi ziwe nyingi sana. Kama hizi. Sasa basi tumpigie makofi kama ndio hivyo. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Scenario kama hizi nyingi sana. Kazi kubwa. Nyingi sana. Tunaonaga ma assistant wakihukumu offside. Lakini niseme tu kwamba ana jicho la mwewe. Amemkamata defender very clearly na hakuonyesha kubabaishwa na Karabaka kwenda peke yake. Hakuhofia hata kidogo. Hajatishwa manake. Kafunga goli moja, Metacha Mnata kazidiwa hapa akili. Yeah, of course. Karabaka alikuwa katika. Sasa umeona Katanga ubora wa assistant referee kuwa kwenye position nzuri. Umeona hivyo ikamata. Ndio ameenda nayo vizuri. Hakuna wasiwasi wowote. Tofauti na yeye alikuwa anakata Hoffman huko kwamba yeye kaweka mstari katikati, mguu wake huko. Huwezi kuonyesha. Yuko sahihi kabisa. Ningesikia makofi kwa kazi kumpigia. Asante sana. Shukrani. Sema nyingine. Kazi yetu ni kukosoa na kupongeza. Na kupongeza ndio yeye. Bado tusingetoka bila kupongeza. Tuangalie clip nyingine. Hii clip Azam na Simba. Mapinduzi Cup. Unatupa ya goli pia au? Kuingia goli. Goli alikuingia lakini ni kosa. Okay. Hiyo. Sawa. Tunaiona hapo vizuri kabisa, mpira unatoka mguuni. Mtu anajitwisha na kula nguzo. Inarudi. Almanusra inaitwa hiyo. Almanusra. Tusimamie hapa kwanza. Hussein, niambie. Tukienda kwenye tafsiri sahihi, bado kuna mchezaji mmoja ambaye yupo katika nafasi ya kuotea. Na sio kosa kuwepo kwenye nafasi ya kuotea. Ambaye ni huyu bwana hapa. Wakati pigo linapigwa yupo katika nafasi ya kuotea, na mpira ulivyokuja hadi kwake pale anaupokea. Pale tu atakapojihusisha na kuugusa, ilikuwa inatakiwa mwamuzi msaidizi anyooshe kibendera kumwambia mwamuzi, simamisha huo mchezo. Huyu alikuwepo kwenye nafasi ya kuotea. Kaacha pigo, kapiga. Endapo goli lingeingia, maana yake huyo mwamuzi msaidizi angekubali kuacha mpira uendelee. Ilikuwa inatakiwa asimamishe huo mpira uweze kuwekwa pale, lipigwe pigo dogo la offside, kurudi huko kule. Katanga mtafute kwanza, yuko wapi? Mtafute hapo. Tumtafute mwamuzi? Msaidizi. Tuone alikuwa yuko maeneo gani haya. Hapa haonekani hapa. Haonekani kabisa. Haonekani hapa. Ndio shida hiyo. Haonekani.
hata umegonga umerudi, lakini bado haonekani. Bado haonekani. Ni kwa sababu hiyo kutokuonekana sio kosa yake. Ni kamera sasa hivi. Unasikia? Ndio. Ni aina ya uwanja jinsi ilivyo na engo yake na setup ya kamera. Kwa sababu hapo unaona sisi tunaiona penalty area. Touchline unaiona. Sasa kama huoni touchline hutomwona. Hauwezi kumuona kwa sababu yeye kwenye touchline. Sawa sawa. Lakini kabisa anaonekana yuko ndani. Yeye alikuwa amezidi. Akaachwa. Aendelee na shughuli yake. Umetoka mpira huku akapiga kichwa, lingeingia goli, manake kama unavyosema mwamuzi angekubali. Sasa Katanga, mwalimu hapa alikuwa anataka aseme jambo. Ndio anasema mpira ule umekwenda, hata Othman kasema mpira umekwenda, umegonga, umerudi, ndo kaweka almanusura. Ungeingia ingekuwaje? Ndio kuna discussion hapa. Goli, kwa nini mimi nasema goli? Kwa nini ingekubaliwa goli? Kwa sababu baada ya Lawi kupiga mpira umegonga post, angalia mchezo unaendelea. Ndio haujasimamishwa. Ina maana kama ingeingia goli lingekubaliwa. Goli lingekubaliwa because sio kwa sababu ni sahihi. Hakuna maamuzi yaliyochukuliwa hapa. Ndio. Hakuna maamuzi yaliyochukuliwa kwamba Lawi alikuwa offside. Kwa sababu kama yangechukuliwa maamuzi kwamba Lawi was offside, ina maana referee angepulizia firimbi hukumu offside kuelekea lango la Azam. Unamaanisha hii rebound ambayo imetokea hapa, mchezo umeendelea, angalia hii rebound, unaona mpira huo unarudi, angalia lingefungwa hapo tena, lingepigwa tena, sio? Unamaanisha hivyo? Au ile kichwa kile kichwa alichopiga Lawi kama ingeingia ndani ya nyavu, waamuzi wangekubali goli. Sababu sikia Katanga ipo hivi, semani ndani ipo hivi kwamba unaona mchezo umeendelea, ndio, au sio? Licha ya Lawi kuwa offside, mchezo si umeendelea. Sasa mchezo umeendelea, ni kwa mujibu wa sheria si halali. Okay, sawa. Hata goli lingeingia lingekubaliwa, lakini lisingekuwa halali. Sawa. Kwa hiyo tumeelewa kwamba waamuzi hawakuchukua maamuzi ya Lawi kuwa ameotea. Sahihi kabisa. Ndio kauli ya kwanza Mwalimu Kalindo alikuwa anataka mpira usimamishiwe hapa kwa huyu. Alivyogonga, yani alivyocheza tu kwa kichwa. Assistant alitakiwa anyoshe pale. Sasa kitendo cha kwenda umeruhusiwa kule, umegonga, umerudi afu bado unachezwa. Unaendelea kuchezwa. Ndio Othman sasa anakuambia hapo. Ina maana wanaonyesha dalili kwamba ungekubali goli tu. Ungeingia kule ungekubali goli tu. Kwa hiyo Hussein, tumkumbushe mwamuzi hapa ama ni kwamba anatakiwa kuwa makini na kujua yule ambaye alikuwepo katika nafasi, kwa sababu huyo hapo ukitazama kaingilia mchezo ambao alikuwa anatakiwa uache asijihusishe. Baada ya kujua kama yupo katika nafasi ya kuotea, alikuwa anatakiwa atoke kabisa, amwache yule beki acheze mpira au golikipa. Kitendo cha yeye kujihusisha na ule mchezo, maana yake pale ndo anatengeneza kosa la kuotea. Sawa, tutoke hapa. Kuna tukio tumeliacha. Kazi wewe ulikuwa unataka sana mambo ya mapinduzi wewe. Kuna tukio. Unajua kwa nini mimi nimetamani sana tufanye round up ya mapinduzi. Haya ni mashindano pekee ambayo waamuzi wenzetu wa visiwani wanapata fursa ya kuonekana. Ndio. Sawa. Kwa hiyo wanatakiwa wayatumie haya mashindano ipasavyo kuonyesha potential yao. Mimi sasa hivi ninacholilia ni kitu kimoja. Katanga AFCON ni kesho kutwa. Ndio. 2027 Tanzania tunampeleka nani? Ni fursa sasa hivi kwa waamuzi wetu tuwanadi kupitia vipindi vyetu hivi. Sahihi kabisa. Sawa. Na ndo nafanya haya mambo. Tukio hili nadhani hatujali tazama vizuri hili tukio Singida na Yanga, tuliliona hili tukio nakumbuka, lakini yote kwa yote niseme tu kwamba kwa hali jinsi inavyoonekana, ni matukio ambayo waamuzi wanapaswa kuwa makini, yale ambayo hayakwenda sawa sawa. Ndio. Tunakubaliana namna hiyo? Si ndio maana yake? Basi sawa.
Ni kipenga cha mwisho hapa Azam TV. Kama ilivyo kawaida, unaendelea kutazama na kupata kujikumbusha baadhi ya mambo ambayo yanaendelea, yaliyotokea katika matukio mbalimbali ya michuano hiyo. Ligi kuu tumeangalia, lakini pia tumeangalia michuano ya Kombe la Mapinduzi. Tunayo pia matukio mengine. Tunakwenda mapumziko kidogo tu, na tukirejea tutapitia hayo matukio ambayo tumeandaa. Endelea kuwa nasi. Karibu tena. Sasa tunaendelea na matukio mbalimbali ambayo tumeandaa hapa, na sasa tunavuka kwenda kutazama yale ya mchanganyiko. Tumesema hapa kuna ligi kuu Mapinduzi, tumeshatoka huko, na hapa studioni bado nipo na wataalamu wangu ambao wanatupitisha kwenda kutufundisha, kutukumbusha baadhi ya mambo ambayo yanajitokeza, na tunaanza na tukio letu la kwanza ambalo hili tukapata ufafanuzi wa kwamba tayari ushaibonyeza. Sawa, tukapata ufafanuzi ya kwamba linakwenda limeamuliwa namna gani. Hii ni mechi ambayo imewakutanisha Azam na Simba, tunakumbuka hiyo eh? Naam. Tukiwa bado kule kule Azam na Simba. Anawekwa chini, wote wanaomba kwa mwamuzi. Mwamuzi anapuliza filimbi, anajisachi mfukoni, anatoa kadi ya njano. Zidane Seleri anamweka chini Duchu na kadi ya njano inatoka. Hussein. Kwanza kuna njia mbili. Hii ya kwanza ukitazama kaziwia shambulizi na ilikuwa na kitu ambacho tunasema reckless. Huku katoa kadi ila kule hakuweza kutoa kadi. Maana yake na kosa ni hilo hilo. Sasa na hapa anampa maelekezo, anamwambia alikuwa anaondoka. Maana yake umemfanyia kosa ambalo umemziwia nafasi ya shambulizi kuweza kuondoka. Na ila huku alikuwa ipo nyuma. Lile la kule alikuwa anaingia wapi? Anaingia kwenye penalty box. Kama utatazama hapo. Umeona Maana yake zote ni kuziwia shambulizi, ilikuwa na stahili, zote mbili zilikuwa na stahili kadi ya manjano. Zote ni kadi ya manjano. Zote mbili kadi ya manjano. Hakuna faulo nyepesi hapa? Hamna. Zote ni kutojali kitakachoweza kumtokea mpinzani wako. Kwa hiyo hili tukio la pili lilivyotoa kadi yuko sahihi, lakini angepaswa kutoa kadi katika tukio la kwanza pia vile vile. Sawa. Kuna wakati unasema waamuzi sio kila tukio unatoa kadi, unamwangalia, unamsikilizia kwanza asije akarudia tena, unamlealea kidogo. Yes. Inawezekana hiyo Ipo. Hiyo inaitwa staircase approach. Lakini sio kila sehemu utafanya hivyo. Utaleta staircase approach. Kwa nini? Usiondoe kwanza hii clip. Sawa. Anza upya clip. Hii clip tuanze upya Sawa. Mishale, bonyeza tu hiyo mishale miwili. Mishale miwili ile ya rewind. Angalia dakika pale juu. Hii ni dakika ya 6 ya mchezo. Mapema kabisa. Shambulizi linaondoka kwenye zone ya Simba inaelekea zone ya Azam, lakini hata katikati ya uwanja walikuwa hawajafika. Sawa, wako sambamba na technical bench ya Simba. Ile kule ipo kwenye zone ya Simba, mpira wanayo Azam, wanaingia ndani ya penalty area. Sawa. Ishara aliyofanya mwamuzi ya kwamba Simba walikuwa wanaondoka. Ndio. Ahua alikuwa anaondoka. Sawa, hatukatea alikuwa anaondoka. Na ilistahili kadi ya njano because hapakuwepo na nia ya Sireri kuzuia shambulizi kwa kucheza mpira. Aliamua kumkotua Ahua. The same alichokifanya Duchu kule. Aliamua kumtegea mchezaji mgeni wa Azam.
alimtegea makusudi baada ya kumwona kwamba anaingia ndani ya penalty area, au sivyo? Huyu alikuwa anaingia ndani ya penalty area hapo, akamweka chini. Sasa ipi inakuwa more controversy? Ipi inatoa fursa kubwa zaidi? Ni hii ambayo mchezaji alikuwa anakaribia penalty area, au sivyo? Kwa nini uache kutoa kadi? Na hii tukio ilitokea dakika ya 20 na kitu. Tukio hili? Yes, hii dakika ya 20 na kitu ilitokea. Hii dakika ya 6 tu ya mchezo wametoa kadi. Kwa nini kule usitoe kadi? Sasa hii ndio tunasema kwamba mwamuzi anaonyesha nini? Double standard. Au sivyo? Haitakiwi kuwa hivyo. Umetoa hapa, toa na huko. Kila sehemu kama inastahili toa. Dakika ya 13, hii ilikuwa dakika ya 13. Dakika ya 6 unaacha unatoa kadi. Dakika ya 13 ambao ni tukio ambalo lilikuwa lina faida zaidi kwa wanaokwenda kushambulia. Au sivyo? Naam. Haya. Tuangalie tukio jingine tupate pia ufafanuzi wa maamuzi. Dakika ya 10 mchezo huo Azam dhidi ya Simba, Mapinduzi Cup nusu fainali. Jephte Kitambala anawekwa chini ama anakwenda chini? Jephte ana matumizi mabaya ya mwili wake. Anatumia mwili wake kumegemea na kumshikilia mpinzani wake ambaye anakuwa anamkaba. Angalia mkono wa kushoto ambayo Jephte ametumia kushika jezi ya wewe ni Shamu au ni nani? Shamu, sio? Amemshika jezi. Sasa mshambuliaji, mpira unakuja mbele yako, kwa nini unashika jezi ya mtu ambaye yuko nyuma yako? Sawa, anamlazimisha mwamuzi kuona kwamba anafanyiwa faul yeye, lakini in reality ni kwamba yeye ndio ameanza kutengeneza mazingira ya kuchezewa faul. Kwa hiyo hapo mwamuzi alikuwa mwamuzi sahihi. Manake ametambua janja yake. Yes. Na Jephte hii tabia anayo sana tu ya kuwalalia, itampa shida kidogo. Waamuzi wakishamjulia kwamba huyu ndio mchezo wake. Haya, tutoke hapo. Ni tukio ambalo mwamuzi tumesema alikuwa yuko sawa kwa sababu alitambua ujanja. Tukio jingine hili Singida, eneo lile Singida na Yanga. Dakika ya 31 ya mchezo, hii dakika ya 8 ya mchezo. Mwamuzi anaweka mpira wa kutenga hapo. Hussein, mwamuzi yuko sahihi hapa? Kwa kosa yupo sahihi, ila ukitazama kosa lile la awali lilikuwa linastahili nao asimamishe mpira na aweze kutoa kosa. Huku kaadhibu, ila upande wa pili hakuadhibu. Huku kaacha na huku kaadhibu. Maana yake ni udhaifu kidogo wa mwamuzi, hakuwa sahihi, ila kosa ni kosa. Huku alikuwa anastahili, tazama hilo ni kosa, anasukuma na yule kapata injury ya bega, ule kageuza mpira kenda kule, napo limetokea tukio kama hilo. Umeliona napo kasukuma, ila huku kaweka kosa, kule hakuweka kosa. Hiyo umeona move hiyo moja hiyo. Hapana, move ni tofauti. Hii ni dakika ya 8 ya mchezo. Hii dakika ya 8 sawa. Lakini matukio yanafanana, ni ya kusukuma. Anaamua hili kwamba ni kosa, lingine anasema twendeni. Ndio kazi amezungumza kitu kama double standard fulani hivi. Exactly. Ambayo haileti picha nzuri. Alafu hii inaumiza zaidi kwa sababu mchezaji huyu aliyechezewa faul, mtetezi wake uwanjani nani? Kocha. Ni kocha wake. Ni kocha wake ama ni mwamuzi? Ndio anamlinda. Ndio nauliza. Nani mtetezi wa huyu mchezaji uwanjani pale? Ni mwamuzi ambaye ndio kiranja pale. Au sivyo? Unatakiwa kulinda
usalama wa wachezaji wote wako chini ya usalama wako. Huyu injury yake imekuwa serious kiasi kwamba hakuendelea na mchezo, anaonekana yuko jukwani. Kwa hiyo ndio yeye jukwani pale nimeona anasindikizwa akiwa ameshikilia bega, sawa. Lakini tuje upande wa pili, tunawalea vipi wachezaji wetu? Hizi timu zinatuwakilisha nani? Zinatuwakilisha kimataifa, sawa. Boka huu mchezo anao sana. Turudi kwenye mechi ya Simba na Yanga against Kibu, scenario inayofanana na hii. Ile ilikuwa ndani ya penalty area, hii ilikuwa nje ya penalty. Kwa hiyo yeye kumsukuma mchezaji kwake ni jambo la kawaida. Tukienda internationally tunaenda kuadhibiwa, kusumbua, tuletea kadi zisizokuwa na mpango wote, kadi zisizokuwa na mpango, free kicks zisizo. Mzee Shabani, zungumza na kijana wako kidogo tu. Ziko foul ambazo ni very technical, tunaweza kuziacha, lakini hizi nyingine kama wanavyosema Hoffman, hizi hayawazi hivi. Katanga hapa niliposimama mimi nikaenda kumsukuma kazi, mikono yangu ikafika hivi, sio? Unaona unaachaje? Mtu anadhamiria kufanya hivyo, alafu inaonekana, alafu anaikataa Hoffman, yeye anasema kila saa double standard, huku unafanya huku unaacha. Hapo ndo analeta question kwa watu. Sawa sawa. Kwa hiyo tunasisitiza tu wawe makini. Haya, kipindi cha maandalizi, si wenyeji wa mashindano yanayokuja hayo. Mashindano yanakuja, sisi ni wenyeji. Lazima tuhakikishe kwamba tunatimiza wajibu wetu. Wawili kati yetu anaweza kuchomolewa akaingia humo, au watatu. Tunaomba kuja tuwakilisha vizuri. Tukio jingine miongoni mwa matukio ambayo huwa nayaogopa sana ni haya ya kuruka pamoja. Matukio ya kuruka pamoja. Aha. Mbona kuna mtu ameruka na kiwiko? Ruka. Haya. Damaro amekula red card na Maurice Chuku naye amekula red card na mwamuzi. Haya, Chuku anashangaa, hajui alichokifanya. Hajui alichokifanya. Anashangaa hajui alichokifanya. Hajui alichokifanya. Haya, anaonekana yeye ndo kama amepigwa na ule mkono. Hussein, tuanzie kwako. Hizi red card, mwamuzi Webb yuko sawa sawa? Red card ya awali sina shaka nayo kwa Damaro, yule ambaye aliruka na kiwiku. Kwa yule ambaye alikwenda kwa ajili ya kusukuma, kidogo nina shaka kidogo. Shaka yangu ni kwamba kenda kusukuma, kwa maana sio muungwana kutaka kulipa kwa kwenda kusukuma. Maana yake kitendo cha kwenda kusukuma, maana yake unsporting behavior, inakuwa ni yellow kadi, sio red kadi. Sio red kadi. Hilo la kwanza. La pili, inawezekana mwamuzi akawa na mabadiliko, kwa sababu kwenye sheria inamzungumzia ifuatavyo. Akakusudia kuwa kama huyu kachukua naye shambulizi, kapigwa kiwiko, kenda kushambulia na yeye vile vile, ina maana huyo kaingia katika kitu kinaitwa violent contact. Ila kwa mimi pale ningekwenda na huyu sio muungwana kwa kwenda kufanya tukio lile. Umeelewa? Ina maana alikuwa aoneshwe kadi ya manjano kama onyo. Ila kutoa kadi nyekundu huku na kadi nyekundu huku, in case kakusudia kenda katumia shambulizi. Mzee Shabani, labda alikuwa na balance mchezo mwamuzi, na hajitakiwi kubalance. Mimi nimemwangalia sana, labda huyu mchezaji ambaye alikuwa ana move, anakwenda, hakufanya pushing. Nilikuwa namwangalia midomo yake kuna nini? Labda kuna abuse of language. Pia sikuona. Sikuona. Kwa hiyo stahili kadi nyekundu kwa Damaro, kwa yellow, na yellow ikwenda kwa Chuku. Yes. Ambaye ameenda kusukuma. Yes. Baada ya kufanyiwa yale madhambi. For me. Huyu hapa. Na mimi naungana na nyie. Hujamuuliza Hoffman? Hoffman hujamuuliza. Osman? Pamoja na nyie.
Tuko pamoja. Kusukuma ni unsporting behavior. Ni tukio baya, yani tabia mbaya. Yeah, tabia mbaya. Tuangalie tukio jingine la Mtibwa na Mbeya City. Hii ni mechi ambayo ilichezwa na ikamalizika kwa mabao mawili kwa Mtibwa dhidi ya bao moja kwa Mbeya City. Bao limefungwa hili la Mtibwa likakataliwa. Haya, wataalamu wangu mniambie. Labda tu kwanza nianze kwa kumpongeza mwamuzi msaidizi aliyekuwepo kwenye nafasi ya kuotea. Ni huyo ambaye anayepokea mpira wa awali, huyo unataka kuweka kidole huyo hapo, sio yule aliyefunga goli. Huyo ndio alikuwa katika nafasi ya kuotea. Yupo kuwepo katika nafasi ya kuotea sio kosa, ndio, ila yupo karibu zaidi na goli la timu pinzani na anapewa mpira na anakwenda kuuingilia huo mpira. Play hapo kidogo. Haya. Hilo ndo kosa sasa la kuotea, sio yule anayefunga, sio anayefunga, yule anayepokea, huyu anayepokea, hilo ndo kosa la kuotea. Lakini sasa tumtazame huyu line 2 ambaye amehukumu hiyo offside. Simama hapo, ngoja kwanza mtazame kwanza alipo kule, hapo simama hapa. Tuache mstari ulivyokwenda. Ukimtazama alipo, yupo sambamba na second last defender huyu ambaye yupo karibu na yule. Mtazame kule alipo. Mwamuzi ni huyo. Mtazame, naweka na kidoti hapo. Huyo. Hawako sambamba. Wako tofauti. Tofauti yake, mwamuzi hayupo kabisa katika mstari, katika eneo sambamba na ila alivyokuwa, kwa sababu ni kwa njia ya kukimbia. Ila ukitazama anamuona. Anaona. Haji. Samahani bana. Hii hapana, mimi sitataka tumtetee assistant. Hana tofauti na yule. Ile tukio la mwanzo ambalo tuliliona. Yule wa kule. Hakuna tofauti yoyote. Tofauti hapa ni moja tu, unasikia? Sehemu mwamuzi msaidizi aliposimama. Ana direct contact ya jezi rangi ya papo. Anaona kabisa kwamba kuna jezi papo iko pale, lakini mbele yake kuna jezi ya rangi ya kijani na nyeupe. Anaona very clearly. Unaona? Lakini kama kwa hao wachezaji ambao wako nje hii kivuli tulichokiweka hapo, hii mionzi tuliyoiweka hapo, hao wangekuwa ndani kidogo, yule hata hii bila shaka asingeweza kuiona vizuri. Bahati ni kwamba huyu defender yupo kwa chini na aliyeotea yuko mbele zaidi. Tofauti ya tukio hili na lile la mwanzo, ni kwamba huyu waliotea kule wako mbele, aliyehukumiwa yuko mbele na aliyevunja offside yuko nyuma. Sawa, tofauti yao ni moja. Tofauti yao ni moja. Huyu na tukio lile la mwanzo. Huyu katoa maamuzi sahihi. Ndio. Kwamba ni offside. Sawa. Lakini yule wa tukio la mwanzo ametoa maamuzi tofauti. Ndio tofauti yao. Hii ni clear offside. Clear offside. Licha ya kwamba mwamuzi hakusimama katika eneo lake sahihi. Sawa. Kabisa. Lakini ni clear. Na mwalimu alisema kwanza kwa sababu ya mwendo. Kwa sababu ya mwendo. Anatetewa kwenye mwendo. Sasa unapokuwa unakimbia, mbona yule wa mwanzo akutetewa kwenye mwendo? Yule alikuwa amesimama. Alisimama kabisa. Lakini huyu akiwa kwenye mwendo, maana yake anakwenda na kasi ya mchezo. Unaona? Na akiwa kwenye mwendo huyo ndo mtu kapenyeza pasi hapo. Ndio mchezaji tazama inapokwenda. Unamwona anakwenda nayo, unamwona? Huyo ndo amekosea. Na kasimama pale pale baadaye kupewa. Lakini kwa offside hii hakuna haja ya kumpigia makofi, maana ni ya wazi kabisa. Hata kama si ya wazi, kwa sababu kaichukua katika hali ya usahihi, tumpongeze tu. Kuna watu fulani, kuna sehemu nilikuwa naangalia hii mechi jana, wasema hata mimi nilikubaliana nao. Ndio. Unajua bahati nzuri Osman Kazi bwana. Hata nikikosea mimi nitasema bwana. Hata mimi nilikubaliana nao kwamba hili goli halikustahili kuwa offside. Halikustahili kuwa offside. Lakini sikuchukua faida, sikuwa na faida ya kuangalia marudio, kwa sababu mimi nilikuja kuona kwenye marudio wakati huyu anatoa pasi mwenzake anafunga goli. Hii mbona si offside? Mpira ulikuwa mbele hapa. Na ukiona kama
huyu asingekuwa offside, huyu aliyepiga cross kama asingekuwa ameotea hapa, pasingekuwepo na offside yoyote, kwa sababu mpira ulikuwa mbele ya yule aliyekuja kufunga goli, lakini au kutoka nyuma yake manake. Yes. Hapo unamzungumzia huyu, si ndio? Hapa mbele. Unamzungumzia huyu. Yes. Mpira umekuja mbele yake. Yes. Haujatoka nyuma yake. Anakutana na mpira upo mbele yake. Kwa hiyo kama huyu angekuwa hajaotea lingekuwa goli halali. Ingekuwa goli. Kwa maana ya kwamba mpira offside ni huyu hapa, sio yule kule. Yeah. Kwa hiyo kwa kuwa huyu kashahukumiwa tayari, ila angekuwa hajahukumiwa. Inapigwa yule alikuwa nyuma. Yeah, tuko sawa. Yeah. Tunampongeza pia na yeye. Lakini kabisa. Kwa makofi. Tumalizie tukio moja la mwisho. Hili ni tukio la penalty, mchezo huo Mtibwa Sugar na Mbeya City. Mwamuzi anasema funika, weka hapo. Tunasema kabisa kwamba hakuna shida yoyote, penalty clear. Very clear. Haina shida yoyote. Hakuna shida yoyote. Haina shida. Basi kama hakuna shida, nadhani. Kwa nini very clear? Ni kwa sababu alikuwa ametanua mkono. Yes. Ukapiga kwenye mkono mpira. Yes. Kama hivyo wakati imetoka hapo na unapigwa mkono, anatanua, unaenda unagonga katika mkono wake, ni penalty clear, wala haina makando kando hata kidogo. Basi mimi jamani, niwashukuru sana kusema kweli. Asanteni sana Mzee Shabani, Hussein, Osman. Tutakutana tena wakati mwingine kuzungumzia masuala haya mbalimbali ya uamuzi, lakini leo ni darasa limekuwa zuri sana, darasa la kutosha. Karibuni tena bwana. Asante sana. Shukrani sana. Basi mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Kipenga cha Mwisho. Mimi ni Omar Katanga. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, basi niseme hatuna la ziada. Uwe na usiku mwema.